Shalom, shalom. Na kusalimu kwa jina kuu lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Basi nakukaribisha ndugu yangu katika wakati huu na wasau kapate kusikiliza maneno ya uzima, kapate kujua yale ambayo yamekusudiwa katika wakati huu, kapate kuelewa. Na ujumbe wa siku ya leo unasema tafuta kuwepo katika ufufuo wa kwanza. Tafuta kuwepo katika ufufuo wa kwanza. Huu ndio ujumbe ambao siku ya leo utaenda kuangalia. Ujumbe unasema tafuta kuwepo katika ufufuo wa kwanza. Biblia inataja kwamba kuna ufufuo wa kwanza na kuna ufufuo wa pili. Biblia inazungumzia kwamba kuna ufufuo aina mbili. Kuna ufufuo wa kwanza na kuna ufufuo wa pili. Na inatusi au inasema kwamba ni heri mtu yule ambaye atakuwepo katika ule ufufuo wa kwanza. Anasema ni heri mtu ambaye atakuwepo katika ufufuo wa kwanza. Ufufuo wa kwanza na ufufuo wa pili ni ufufuo wa namna gani? Kitabu cha Ufunuo sura 20 tutasoma kuanzia mstari ule wa 6. Kitabu cha Ufunuo sura 20, twende pamoja nami katika kwenda kuangalia ujumbe mfupi. Kitabu cha Ufunuo sura 20 na mstari wa 6. Neno la Mungu anasema labda tuanzie mstari wa 4 ili tuweze kuelewa vizuri. Biblia inasema kisha nikaona viti vya enzi wakaketi. Anasema kisha nikaona viti vya enzi. Kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao. Nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Mstari wa 5 anasema hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Na mstari wa 6 anasema huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, nao watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Kwa hapa mstari wa 6 Biblia inatuambia kwamba anasema huo ndio ufufuo wa kwanza. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Ufufuo gani? Huo ambao tunaona kuanzia mstari wa 5 pale ambapo tunavyosoma kuanzia mstari wa 5 tunaona kwamba labda turudie tena ili tuweze kuelewa vizuri. Tuanzie kuanzia mstari wa 4. Anasema kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakuipokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao. Nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Ni heri kufahamu, ni vizuri kufahamu kwamba kuna ufufuo wa aina mbili. Kuna ufufuo wa kwanza na kuna ufufuo wa pili. Huu ufufuo wa kwanza ni upi? Huu ufufuo wa kwanza umegawanyika katika sehemu 3. Huu ufufuo wa kwanza umegawanyika katika sehemu 3. Sehemu ya kwanza ni ufufuo wa watakatifu waliofufuliwa kule Calvary, wakati ambapo alitoa uhai pale msalabani. Biblia inatuambia kwamba miamba ilipasuka na makaburi yakafunuka na miili ya wafu wengi, watakatifu wengi ikafufuka kile kipindi. Huo ndio ufufuo. Hiyo ndio sehemu ya kwanza, ufufuo wa kwanza, ambapo unaweza kusoma katika kitabu cha Mathayo sura 27. Kitabu cha Mathayo sura 27 na mstari wa 2 unaweza kupata hiyo habari. Hiyo ndio sehemu ya kwanza katika ufufuo wa kwanza. Sehemu nyingine ya pili ambayo inahusisha ufufuo ni ufufuo ambao bado haujatokea, ambao ndo tunatarajia mbeleni kutokea, ambao sio mwingine zaidi ya ule ufufuo watakatifu waliolala, wakati ambapo watasikia ile siku, ile sauti ya parapanda. Wakati ambapo ile sauti ya parapanda itakapolia, Biblia ndio kwambia kwamba wale ambao wameshalala mauti, sasa watakatifu ambao wamekushalala wote watafufuliwa kipindi cha unyakuo. Kwa hiyo ufufuo, sehemu ya pili katika ufufuo wa kwanza, inajumuisha watakatifu ambao watafufuliwa kipindi cha unyakuo au wakati wa unyakuo. Biblia inatuambia kwamba katika kitabu cha Salonike sura 4, Biblia inatuambia kuhusiana na habari ya kufufuliwa kwa watakatifu ambao wanasubiria siku ya unyakuo. Kitabu cha waraka wa kwanza Salonike sura 4, tunasoma kitabu cha waraka wa kwanza Salonike sura 4, tunasoma kuanzia mstari wa 15. Biblia inasema kwa kuwa tuwaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai
tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Anasema waliokufa katika Kristo kwa hiyo watu ambao wanafufuliwa ni wale ambao wamekufa katika Kristo. Anasema watafufuliwa kwanza. Unaona? Alafu anasema tuliosalia, anasema kisha sisi tulio hai, kipindi ambapo Bwana anashuka, sisi kama tutakuwepo hai. Anasema kisha sisi tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani. Anasema sisi ambao tutakuwa hai kipindi ambapo Bwana anashuka, sisi ambao tutakuwepo hai, kama atakuja kesho au atakuja mwaka huu au atakuja mwezi ujao, kama tutakuwepo hai, maana yake na bado tukawa tumeshikilia imani, maana yake sisi hatutaweza kuwatangulia wakati ambapo parapanda italia. Wale wafu waliokufa, waliolala sasa, wale ambao wamelala katika Kristo, wao ndio wa kwanza kusikia sauti ile ya parapanda, na watafufuliwa, watafufuka, watarudia kuvaa miili yao. Na baada ya hapo nasi sote pia tutabadilishwa miili, alafu baada ya hapo tutaungana nao, tutamlaki Bwana mawinguni. Hiyo ndio sehemu ya pili ya ufufuo wa kwanza. Sehemu ya tatu ya ufufuo wa kwanza ni kipindi kile baada ya dhiki kuu. Tunajua kwamba wakati ambapo unyakuo ukishatokea, unyakuo wa kanisa ukishapita, Biblia inatuambia kwamba watakatifu wataenda, wale ambao watanyakuliwa wataenda katika karamu ya mwana kondoo, ambao kulingana na Biblia itakuwa ni miaka 7. Kwa hiyo wakati ambapo watakatifu wapo katika karamuni miaka 7, huku duniani kwa wale ambao watakuwa wamesalia, watakuwa wanapitia kipindi ambacho kinaitwa kipindi cha dhiki kuu, ambacho pia ni miaka 7, ambapo katika miaka 7 imegawanyika. Kuna miaka 3.5 ambapo mpinga Kristo atakuwa atatawala na kuwatia watu chapa, alafu baada hapo kuna miaka 3.5 ambao itajumuisha huko ile siku kuu ya Bwana. Unaona, ile siku kuu ya Bwana ambapo kutakuwepo na dhiki kuu, kutakuwepo na hukumu ya Mungu kwa wanadamu wote ambao walikuwa wamepokea chapa pinga Kristo, wote ambao wamekataa neema ya wokovu watakutana na hukumu, ghadhabu ya Mungu. Sasa kuna watakatifu ambao watakuwa wameachwa kipindi ambapo unyakuo utakavyotokea. Kuna wale ambapo watakuwa ni wanawali wapumbavu ambapo watakosa unyakuo, na kwa sababu walikuwa wanastahili kwenda unyakuo, lakini kulingana na kutokuwa makini watakosa unyakuo. Lakini wao watakuja kugundua kwamba wameachwa, na wanakuwa wanaelewa kwamba baada ya kuachwa, wanaelewa kwamba kuna mpinga Kristo, kuna chapa mpinga Kristo. Kwa hiyo wanakuwa wanaelewa mambo yote. Kwa hiyo kuna wachache ambao hawatakubali ile chapa, lakini watapitia mateso, watapitia dhiki kuu. Wakifa katika hiyo hali ya kumwamini Yesu Kristo, maana yake watakuwa wamejikomboa kwa damu zao. Na wakati ambapo sasa kipindi cha mwisho kile ambapo Bwana anashuka tena na watakatifu wale ambao wameshaenda nao katika karamu yake, wakati ambapo anashuka juu kuja kuhukumu ulimwengu wote, ile siku ambayo anashuka, Biblia inatuambia kwamba wale ambao walikuwa wamekufa, wale ambao walikuwa wameuliwa katika dhiki kuu, wale ambao walikuwa wameshikilia imani na wakauliwa na mpinga Kristo, wale nao watafufuliwa, kisha watapata neema kuingia katika miaka 1000 ambayo itakuwepo mbeleni baada ya mambo yote. Unaona? Sasa huo ufufuo ndo hiyo sehemu ya tatu ya ufufuo. Sehemu ya tatu ya ufufuo katika ufufuo wa kwanza. Tumesema kwamba kuna ufufuo wa kwanza na kuna ufufuo wa pili. Anasema huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu na yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kwa hiyo tunaona ufufuo wa kwanza. Kwa hiyo ufufuo wa kwanza uko namna hiyo. Ufufuo wa kwanza umegawanyika katika sehemu 3 kama alivyosema. Sehemu ya kwanza ni wale watakatifu waliofuka kipindi kile ambapo wakati Bwana anatoa uhai pale msalabani, ila pia wale watakatifu ambao watafufuliwa kipindi cha unyakuo, na wale ambao watafufuliwa baada ya dhiki kuu. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ya ufufuo. Na Biblia inasema kwamba heri atakaye kuwepo katika sehemu hiyo ya kwanza ya ufufuo. Kwa sababu gani? Kwa sababu anasema mauti ya pili haina nguvu juu yao. Mauti ya pili ni ipi? Mauti ya pili ni ziwa la moto. Maana yake wale watu, ufufuo wa pili ni upi? Baada tumeona kwamba ufufuo wa kwanza ni upi, ufufuo wa pili ni upi? Ufufuo wa pili
ni unajumuisha wafu wote ambao watakuja kufufuliwa na kuketishwa mbele ya kiti cha enzi, kiti cheupe cha enzi. Watafufuliwa wafu wote ambao walikuwa kusalia kipindi ambapo ule ufufuo wa kwanza unatokea, na hao watafufuliwa na kuhukumiwa kulingana na matendo yao. Kwa hiyo ufufuo wa pili unahusisha wafu ambao watafufuliwa wote baada ya miaka 1000, baada ya utawala wa miaka 1000 watafufuliwa wafu wote ambao walikuwa wamesalia katika ule ufufuo wa kwanza, na wote watahukumiwa katika kiti cheupe. Tunasoma hayo katika kitabu cha Ufunuo. Tunasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 20 mstari wa 4 wa 11. Anasema kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe, na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu za kimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Anasema nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima. Na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Anasema bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndio mauti ya pili, yaani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Unaona? Kwa hiyo ufufuo wa pili tumeona kwamba unahusisha wafu wote ambao watafufuliwa na kuketishwa mbele ya kiti cheupe. Unaona? Na bila shaka hao ni wale ambao kufa katika dhambi, walikufa katika dhambi. Kwa maana yake sasa hivi ni kinachoendelea, wakati ambapo sasa hivi mtu anapokufa, akifa katika Kristo, ndani ya neema ya Yesu Kristo, ndani ya wokovu, amesikia Injili, akatubu dhambi, akampokea Yesu, akabatizwa na akaishi katika maisha ya utakatifu. Akifa maana yake ataenda mahali ambapo panajulikana kama peponi au paradiso. Huko ataungana na wale ambao walikusha tangulia watakatifu. Huko watakaa kusubiria ile siku ya unyakuo. Lakini mtu sasa hivi ambaye anakufa na amesikia Injili alafu akafa katika dhambi, kaondoka nje ya Kristo, akaondoka nje ya neema ya Yesu Kristo, akaondoka nje ya wokovu. Unaona? Huyu mtu moja kwa moja anashuka mahali ambapo panajulikana kama kuzimu. Kuzimu ni mahali pa mateso. Kuzimu ni mahali pa mateso ambapo katika kitabu kile cha Luka sura 16 kuanzia mstari wa 19 pale tunaona kwamba kuna tajiri mmoja na maskini mmoja ambaye anaitwa Lazaro, ambao walikufa, na Biblia inatuambia kwamba yule tajiri alishuka mahali pa mateso, na akiwa kule katika mateso alikuwa anamlilia Mungu walau amtume Lazaro aje achomve nchi ya kidole chake majini aburudishe ulimi wake, sababu alikuwa anasema anateseka katika ule moto. Kwa hiyo kule kuzimu ni mahali ambapo pana mateso. Sasa Biblia inatuambia kwamba ni heri mtu ambaye anakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Tumekusha kuona ufufuo wa kwanza ni upi, lakini ni heri mtu ambaye ana sehemu katika ufufuo wa kwanza. Kwa hiyo ndugu yangu, wewe ambaye umepata neema kuendelea kuishi katika nyakati hizi, ni heri upate kujua kwamba nyakati ambazo tunaishi katika nyakati za mwisho kabisa. Ni heri upate kujua kwamba wakati ambapo tunaishi ni wakati ambapo katika kizazi hiki ambapo tunaishi tutashuhudia tukio kuu la unyakuo wa kanisa, wakati ambapo Bwana anashuka, anakuja kunyakua watakatifu. Hivyo basi kama bado hujaingia katika neema ya wokovu, kama bado hujatubu dhambi, hujageukia Yesu Kristo, ndugu yangu, nakusihi ni wakati ambapo neema ya Mungu inalilia ndani ya moyo wako. Neema ya Mungu inakulilia ili uweze kutubu, ili uweze kugeuka na kumpokea Yesu Kristo wa Nazareti, Yesu Kristo wa kweli. Uamue kuangalia hatima maisha yako, kwa sababu ndugu yangu, wakati ambapo unao ni hapa duniani, wakati ambapo ni mfupi sana. Hakuna mtu ambaye anaweza akaishi hapa milele. Hivyo ni heri upate kuchagua uzima wa milele ingalipo bado tunaishi, kwa sababu uzima wa milele tunachagua tukiwa hapa duniani. Fahamu kwamba ukishakufa hakuna nafasi nyingine ya pili tena kule, wala hakuna maombi ambao unaweza yakakusaidia, naona, wala hakuna toba kule. Biblia inatuambia katika kitabu cha Ibrania sura ya 9 mstari wa 27 kwamba mwanadamu amewekewa kufa mara moja, na baada ya kufa
ni hukumu. Unaona, baada ya kufa ni hukumu. Tena anasema kitabu cha Ufunuo sura ya 20 sura ya 14 mstari wa 13, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa maana matendo yao yafuatana nao. Unaona, kwa hiyo ni heri ufe katika Bwana ili uweze kwenda kupumzika. Ukifa nje ya Kristo utaenda kuteseka, hakuna kwenda kupumzika. Kwa hiyo ingalipo bado neema ipo, unaweza kumpokea Yesu kwa sababu bado mlango upo wazi, na Kristo hata angalia wingi wa dhambi zako ulizozitenda, kwa sababu ulikuwa unatenda pasipo kujua na ulikuwa unatenda kama mjinga tu. Lakini wakati ambapo utatubu, utasikia sauti ya Mungu na kujuta na ukatubu, kaamua kuachana na mambo yote yasiyompendeza Mungu, mambo yote ambayo unajua kabisa hayampendezi Mungu, mavazi ambayo ni anahubiri usinzi. Unaona, wewe ni mwanamke unavaa mavazi yale ambayo anaacha mwili wako wazi, ukasema kwamba ukaamua leo ukaenda kuchoma mavazi hayo, mavazi yale ambayo yanaonesha maungo yako, yanabana mwili wako, yanaonesha viungo vyako vile ambavyo havipaswi kuoneshwa. Unaamua kuchoma kabisa mavazi ambayo hapasi jinsia yako, unaamua kuchoma, na mapambo ambayo Mungu hajakumbia nayo unaamua kuondoa katika mwili wako na kubaki katika wasili kama ulivyokuwa. Na mambo mengine yote mabaya unaamua kuachana nazo. Wewe ni kijana, unaamua kuachana na mambo yote ya ujana, unaamua kuachana na vitu ambavyo ni machukizo mbele za Mungu. Unaamua kuachana muziki za kidunia hii, unaamua kuachana kwa sababu hazina utukufu mbele za Mungu. Wala usikubali kuendelea kukaa na kufurahia ulimwengu, kufurahia dunia, kwa sababu unaishi katika nyakati hizo za mwisho wa dunia hii. Heri upate kumpokea Yesu Kristo wa Nazareti, ukapate kubatizwa katika ubatizo sahihi ule wa maji mengi na kwa jina la Yesu, ili uweze kupokea Roho Mtakatifu ambaye yeye atakutia muhuri mpaka ile siku ambayo Bwana atashuka. Yeye atakusaidia kuishi katika mapenzi ya Mungu katika utakatifu, na utaweza kwenda kumuona Bwana na utaweza kwenda kuishi. Utakuwa na hata leo kifa utakuwa na sehemu ya kwanza utakuwa na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Hivyo basi ndugu yangu, neema ya Mungu ikusaidie ili upate kuelewa hayo ambayo unasikia katika wakati huu, na Bwana akusaidie ili uweza kutafakari kwa kina na kuchunguza maisha yako. Asante Bwana Yesu, nakushukuru kwa neema yako na fadhili zako. Asante tena kwa neno hili ambalo umeachilia katika wakati huu. Nakushukuru kwa ujumbe huu ambao ni ujumbe ambao unatufaa ili tuweze kutengeneza matendo yetu, ili tuweze kuangalia hatima maisha yetu. Na kuomba ukatusaidie, maana hatujui ya kwamba ni lini ambao mwisho wa maisha yetu itafika, ni lini, wala hatujui siku ambao unashuka, lakini haya yote unaachilia ili tuweze kujua kwamba tunaishi katika nyakati ambapo unarudi. Basi naomba utusaidie, msaidie yule dada na yule kaka, yule baba, yule mama, wote ambao wanasikia neno hili. Naomba ukapate kuwasaidia, ukapate kuwafumbua macho yao, ukapate kuwawezesha, wakapate kujua yale ambayo yapaswa wapate kuyajua, na waweze kubadilika kwa neema yako Bwana. Nakuomba ukatusaidie katika jina lako tukufu, talo majina yote. Baba yangu, nimeomba na kushukuru, pokea sifa na utukufu. Amen.